tuwezi kuingia ndani sana, lakini Ahmad Ally umemsikia anasema kukutana na Yanga mara 3 kwenye msimu mmoja kuna ugumu wake. Sahihi. Kuna ugumu wake kwa sababu, na pia ameelezea ugumu wa mara hii unatokana na kwamba ni mchezo wa michuano tofauti na una kanuni na taratibu zake tofauti. Hauna sehemu ya kurecover kama utapoteza huo mchezo. Kwa maana kwamba labda kuna alama 3 nilizidondosha kwa Yanga nitakuja kuzipata kwa Fountain au wapi. Hiyo haina maana yake. Ukipoteza kwake umetoka, you out of the competition. Nadhani hiyo ndio pressure nyingine inayokuja. JKT sina hakika kama wamewahi kufika finali ya michuano ya FA. Inawezekana hii ndio hatua ya mbali zaidi ambayo wamewahi kuifika, si ndio? Wako on the verge na wenyewe ya kutengeneza historia ya kufika kwenye finali kama vile ambavyo ilikuwa Mbao kwa wakati ule kufika hatua ya finali. Na wao pia inawezekana kabisa chance yao ya kushiriki michuano ya kimataifa ina depend kwenye hii michuano, kama ambavyo Mtibwa aliwahi kufanya miaka michache nyuma alichukua FA akaenda zake kimataifa. Namungo aliingia kupitia top 4, si ndio? Kwa hiyo kuna reward kubwa kwenye hii, lakini pia the risk is too high kukutana na mtu ambaye tayari ni bingwa mtetezi mara 3 ya kombe hilo ambalo anashiriki nalo. Kwa lazima anakuwa anajiona kama yeye ndo ana mandate ya kulichukua. Lakini pia ukiangalia ubora wa vikosi na demand ya hizi timu jinsi zinavyokuwa zinatofautiana. Kwa Yanga hakuna compromise hapo ya kwamba ukipoteza nusu finali labda useme ulijitahidi ulifika sehemu kwenye michuano ya safari hapana. Kwa hiyo hapo ndo unapoona changamoto yake inapokuja. Na kama alivyozungumza Ahmad Ally, inawezekana amekutana na Yanga mara 3 msimu. Mara 2 hii ya 3. Mara 2. Kwenye ligi home and away. Ndio nasema inawezekana anakutana na Yanga mara 3 msimu. Tena ikiwa na makocha 3 tofauti. Probably I think na makocha 3 tofauti. Cha kwanza Gamondi ya goli 2-0. Gamondi. Yes. Nakumbuka ni ile alipata mpaka red card, si ndio? Walikuwa kwa Gamondi. Mechi ya pili 0-0. Ambayo alikuwa kuna nani na Milud Amdi. Okay, akukutana na Ramovic. Ramovic alimskip hapo katikati. Kwa hiyo Milud tena Milud ilikuwa mechi yake ya pili kama sio ya kwanza. Ya pili. Ya pili, yes. Mechi ngumu sana kwa JKT. Mejipanga, umemsikia kujipanga. Sababu anasema watatupisha. Yaani ni mechi unajua kuna kitu wao wanataka kwenda finali na finali wanataka kwenda kuchukua ili wacheze shirikisho. Kwa hiyo kuna mechi kuwa ngumu ndani ya uwanja, lakini mechi ni ngumu pia ndani na nje ya uwanja. Unaweza kaelewa naongea kuhusu nini? Kwa sababu unajua ukiwa kiongozi wa timu, kile ambacho unakizungumza na yale ambayo unayafanya yanaweza kuwa na impact kwa timu vile vile. Na ndio maana kuna baadhi ya mechi zinakuwa ngumu kwa sababu tu msemaji aliamua mechi iwe ngumu. Naongopa Job. Kama Christina Magara, vitu ambavyo wanavifanya watu wakaamua kung'ata meno. Lakini ukiangalia ni kama kumekuwa kama msemaji aliwaponza. Sasa watu wanaamua tu kuuma meno kwamba sasa tukaonyeshane kazi. Na hii ndo kinachoenda kufanyika kwenye mechi ya JKT. Ukiangalia mmoja kiongozi ambaye yuko pale CEO amekuwa kama anasigana sana na Yanga, alafu ni kama wana Yanga wengi wanaichukia JKT kwa sababu ya kiongozi. Kwa hiyo pia nayo inaenda kutengeneza pressure kwenye timu ambayo sasa wale wanaenda kupambana ndani na nje ya uwanja. Na unajua timu kama Yanga ni dude kubwa ambalo linaweza kukumeza vile ambavyo wanataka. Tumeona mifano mara nyingi. Kwa hiyo ni mechi ambayo JKT wanaenda kupambana kufa na kupona, jasho na damu za dakika 90 za ndani na nje ya uwanja ambako mazingira yamekuwa magumu sana kwao. Sawa. Bana, nasikia tumechukua point 3. Point 3 za mezani. Za Congo Brazzaville. Za Congo Brazzaville. Kuna msikizaji anaweza asielewe imekaje hiyo. Kwenye michuano ile ya kuqualify kwenda World Cup ambayo tulikuwa tuko group moja na kina Morocco, ambao Morocco actually imequalify mbele yetu. Tumepata alama 3 dhidi ya Congo ambao walikuwa wamefungiwa. Wamekuja kufunguliwa, lakini tulipaswa kucheza match mwezi March tulipaswa kuicheza hiyo mechi na wale walikuwa wamefungiwa. Kwa tumepewa alama 3 na imetufanya kufikisha alama 9 kwenye msimamo wa kundi tukiwa nyuma ya Morocco mpaka sasa hivi. Kwa msimamo wa kundi jinsi unavyosoma ni Morocco, alafu sisi Morocco akiwa na alama 15 nadhani. Na alama 15, sisi tuko na alama 9 hapo nyuma ya Morocco. Kwa tunaweza kucheza play. Lakini Morocco amesha qualify my friend. Hiyo tujue kutokea kwenye Morocco. Sisi tunaweza kucheza ile playoff, sio? Kuna kuwa na best loser na kuna kuwa na hiyo nafasi ya
nadhani ni timu 4 zinaenda kwenye best loser. Yes. Sasa pale itategemea, sina kumbukumbu nzuri makundi mengine yamesimamaje ambao wako kwenye hizo nafasi kwa points pamoja na goal difference na kila kitu, wenye wastani mzuri ambao kwenye nafasi ya pili kuna 4 watachukuliwa kwa ajili ya kucheza best loser. Sawa. Sasa twenzetu tena visiwani Zanzibar, tujitie chomboni kuelekea visiwani Zanzibar kutazama ligi ambayo imeendelea hii leo, na natupokea uzuri kule Isa Chiwile.